Kwenye upande wa siasa Tanzania bara, mambo yamezidi kuwa moto kabisa, na hii baada ya kiongozi mzito ndani ya chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA kuamua kuondoka ndani ya chama hicho, huku akieleza kwamba ameamua kujiondoa CHAUMMA baada ya kuona CHAUMMA hakifuati misingi ambayo walikuwa wamejiwekea. Kiongozi huyo ambaye ni mwandamizi na muasisi wa chama hicho anachukuliwa na wengi kwamba ameondoka CHAUMMA baada ya vuguvugu linaloendelea la kundi la G55 kutoka Chadema kuingia kwenye chama hicho, huku wengi wakihusisha mpango huo na mpango ambao sio mzuri. Ni kama chama kimeuzwa, ama chama kimekodishwa, ama chama kimenunuliwa, kwa sababu ambazo bado hazijajulikana. Tumsikilize kiongozi huyo aliyejitoa CHAUMMA akieleza ni kwa nini ameondoka CHAUMMA na nini kinaendelea ndani ya CHAUMMA. Hakikisha umesubscribe ili usipitwe na taarifa nzuri na ambazo huwezi kuzipata sehemu yoyote kama hizi. Bonyeza maneno hapo subscribe, kisha itakuja alama ya kengele. Ibonyeze pia Limo Grandson. Jina langu. Taarifa rasmi ya kujiondoa CHAUMMA. Mimi Eugene Kabendela nikiwa miongoni mwa waasisi, yani kati ya haya majina 8 ambayo viongozi waanzilishi wa CHAUMMA ambao yako katika nyaraka za msajili wa siasa, mimi ni mmoja wapo wa chama cha ukombozi wa umma. Natangaza rasmi kujiondoa katika chama hiki. Nimehudumu kama muasisi wa CHAUMMA tangu kuanzishwa kwake na kupata usajili wa muda mwezi Juni 2012 tarehe 13 na mpaka kupata usajili wa kudumu Julai 2013. Michakato yote ya kuanzishwa kwa chama hiki nimeshiriki kamilifu. Tafuta wanachama kuanzia mwanzo mpaka sasa, kipindi cha miaka 13 ya mchango wangu wa moja kwa moja kwa CHAUMMA. Katika muda huo nimewahi kuwa msemaji rasmi wa kwanza wa chama, naibu katibu mkuu wa Tanzania bara, na pia mwakilishi au mjumbe wa CHAUMMA katika baraza la vyama vya siasa nchini kwa kupitia Tanzania bara. Ningependa kwa Watanzania waelewe kwamba maamuzi yangu ya kwenda na kushiriki moja kwa moja katika uanzishaji wa CHAUMMA ni kutokana na ile misingi. Hiyo misingi ndio iliyonifanya mimi kuwa sehemu ya kukianzisha CHAUMMA. Misingi hiyo napoiona kwamba inachezewa, haipo tena, mimi sina sababu ya kuendelea kubaki CHAUMMA. Na nikisema misingi hapa niweke wazi, kama ingalikuwa napenda tu kwamba ile oya watu waliko wengi wao wananchi, chama ambacho pengine kina wafuasi wengi, basi mimi nisingalithubutu kuwa sehemu ya waanzilishi wa CHAUMMA. Ila kwa sababu kuna hoja, kuna maswala, kuna mambo ya msingi ambayo nilikuwa nikiyasimamia, ambayo naamini kwamba kwa mambo hayo hata tukienda kushika dola ndio tutasimamia kuwaletea wananchi maendeleo. Bahati mbaya sana mtizamo wangu na mtizamo wa sasa wa chama tofauti kabisa. Nimeona na kusikia kama mlivyoona Watanzania wengine kwenye vyombo vya habari, watu wanatamka sana ubunge na udiwani kuliko kutatua matatizo ya Watanzania. Namna gani mtatatua changamoto za Watanzania? Namna gani mtatatua changamoto? Sasa hivi kuna mikopo ya kausha damu, kuna bomu la CAG, kila mwaka anasoma ripoti ambazo kuna mabilioni ya shilingi yanaliwa. Watu wazungumzie mambo hayo, hawazungumzie ugumu wa maisha unaowakabili sasa hivi wa Tanzania. Ila watu kumbe wamegeuka kwamba watu wanatamka ubunge na udiwani. Kama hilo ndio lilikuwa lengo, ningelijua kabla ndio lengo la CHAUMMA, mimi nisingekuwa sehemu ya kuanzisha CHAUMMA. Mimi naamini kabisa hilo lilikuwa sio lengo. Lengo la chama cha ukombozi wa umma ilikuwa ni kuwatetea Watanzania. Na kwa minajili hiyo sitaki kuwa kikwazo kwa malengo ya hao waliobindukia CHAUMMA. Sitaki kuwa kikwazo kwa sababu mtazamo wangu ni tofauti. Basi nimeamua mimi kuapisha, nimeamua kungatuka, na nitaangazia na kuangalia ni chama gani ambacho kinaendana na misimamo yangu na imani yangu naweza kufanya kazi. Ningependa Watanzania wafahamu, na hii iko wazi kabisa, siamini katika kugombea, bali naamini katika usawa
wa Watanzania walio wote. Nchi yetu iko katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ni jambo jema sana kwamba Watanzania wanapata muda wa kuweza kuamua chama gani waingie na chama gani wasiingie. Hiyo ni haki ya kila Mtanzania ya msingi. Tunataka kuona, mimi matamanio yangu katika nchi hii ni kuona vyama hivi vinafanya kazi kweli ya siasa na katika uwanja ulio sawia. Sio mambo ya kuyambeleko kubebana mgongoni. Hicho ndo napinga. Tunataka tuone sheria ambazo zitafanya vyama vyote vya siasa viweze kufanya siasa iliyo sawa. Kwa nini tuumizane, tuanze kuidana kwa sababu ya siasa? Tujenge hoja zitakazoweza kuwashawishi wa Tanzania waweze kushiriki na kuchagua. Mimi naamini kiongozi yoyote mzuri anachagulika anapokuwa kwenye chama chochote cha siasa bila kutumia mbeleko. Kwa natohitaji na tunakuasihi kwamba mamlaka ziangalie na zisikie kilio cha Watanzania walio wengi ya kuweka uwanja sawa wa kisiasa. Hapo ndo tutaamua. Mimi nitafurahi sana siku za mbeleni nitakaposimama jukwani na kugombea na mgombea wa chama nilichokuwepo awali, Chauma, na nikamshinda au akinishinda, lakini katika hoja na katika usawa. Ningependa Watanzania wafahamu, na hii iko wazi kabisa, siamini katika kugombea bali naamini katika usawa wa Watanzania walio wote. Nchi yetu iko katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ni jambo jema sana kwamba Watanzania wanapata muda wa kuweza kuamua chama gani waingie na chama gani wasiingie. Hiyo ni haki ya kila Mtanzania ya msingi. Tunataka kuona, mimi matamanio yangu katika nchi hii ni kuona vyama hivi vinafanya kazi kweli ya siasa na katika uwanja ulio sawia. Sio mambo ya kuyambeleko kubebana mgongoni. Hicho ndo napinga. Tunataka tuone sheria ambazo zitafanya vyama vyote vya siasa viweze kufanya siasa iliyo sawa. Tunataka sheria itakayoruhusu vyama vya siasa kufanya siasa iliyo sawa na sio kubebana mgongoni kwa mbeleko. Haya ni maneno aliyosema alikuwa kiongozi wa chama cha Chauma ambacho wengi wanaunganisha doti kama vile Chauma sasa hivi ni chama ambacho kitakuwa kinabeba chama fulani kwa mbeleko mgongoni, ambapo hayo ndio yamekuwa maswali ya wengi. Je, ni chama kipi? Tumsikilize vizuri anapoongelea neno la mbeleko. Tunataka kuona, mimi matamanio yangu katika nchi hii ni kuona vyama hivi vinafanya kazi kweli ya siasa na katika uwanja ulio sawia. Sio mambo ya kuyambeleko kubebana mgongoni. Hicho ndo napinga. Tunataka tuone sheria ambazo zitafanya vyama vyote vya siasa viweze kufanya siasa iliyo sawa. Kauli hizi zimeacha maswali mengi kwa watu. Je, nani yupo nyuma ya Chauma? Sisi hatufahamu. Kazi yetu kukuletea kila linalotokea. Tafadhali tuachie comment yako hapa chini kwa lolote. Mimi ni Limo Grandson. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.